Tuzo bwana ni mwamuzi bora wa kike wa mwaka 2027. Mwamuzi bora wa kike wa mwaka 2025 wanawania Darson Mwidadi, Shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania; Tatu Malogo, Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Mshindi ni mshindi wa tuzo ya mwamuzi bora wa kike wa mwaka ni Doris Mwidadi, mpira wa kikapu. Unajua ninachokifurahia ni nini? Ndio. Rais wa TFF anapenda sana mpira wa kikapu. Kwa hiyo alivyoiona pia hii tuzo inaenda kwa mtu wa kikapu, imekuwa ni sehemu yake ya furaha kubwa sana. Nikupongeze kwamba pia upande wa pili wa mpira wa kikapu ambao unaupenda sana Mheshimiwa Wallace Karia, leo hii umempata mwamuzi ambaye amekuwa akiwachachafya wale wanaume wenye futi 7. Wakina Hashimu hapa wanapigiwa filimbi, wakisusa wanapigwa technical na wanaenda nje. Huwa ana mzaa kabisa. Very big congratulations. Hongera sana kwa mshindi. Hebu tuelekee sasa kwa mwamuzi bora wa kiume wa mwaka. Tuzo ya mwamuzi bora wa kiume wa mwaka 2025 wanawania Ahmed Arajiga, Shirikisho la soka Tanzania TFF; Shaban Mahobonya, Shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania; Jeremia Kema, Tanzania Swimming Association. Mshindi ni I wanted to speak Swahili, but they said my Swahili is not good, so I'm going to say the winner is Shaban Mahobonya. Shaban Mahobonya. Thank you very much. Congratulations to Shaban. Ya Winner 3 Qualifiers Madagascar, tarehe 21 hadi 23 Februari 2025. Aliteuliwa kuchezesha kombe la dunia la kwanza la wachezaji wa mpira wa kikapu kwa watu wenye ulemavu, First World Cup for Wheelchair Basketball 3x3, Afrika ya Kusini, mwezi March 2025. Aliteuliwa kuchezesha mashindano ya Afrika FIBA Under 16 African Championship Kibaha mwezi Juni 2025. Aliteuliwa kuchezesha mashindano ya Afrika Mashariki East Africa Basketball Championship Cup nchini Kenya. Aliteuliwa kuchezesha mashindano ya kufuzu kucheza ligi ya Afrika Road to Ball East Division, michuano iliyofanyika Zambia mwaka 2025. Aliteuliwa kuchezesha mashindano ya vijana chini ya umri wa miaka 23 Afrika kwa watu wenye ulemavu Under 23 Main Africa Championship Wheelchair Basketball nchini Afrika Kusini.